Naam, mtazamaji, natumai mzima popote ulipo na karibu tena katika YouTube channel yetu, kituo nambari 1 kinachozidi kukuletea taarifa za siasa nchini Kenya. Naam, mtazamaji, ni habari za kuvunja moyo asubuhi ya leo, kwani imeweza kubainika kwamba hakuna ripoti kutoka kwa vyanzo vilivyoweza kutolewa vya habari kuhusiana na tukio la kusikitisha baada ya mmoja wa afisa wa polisi katika taifa hili la Kenya kuhusishwa na mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were. Ila mtazamaji, ripoti zimeweza kuibuka ni kuhusiana na kifo ambacho kiliweza kutokea Aprili tarehe 30 mwaka 2025. Hii ni baada ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were kuiaga dunia baada ya kupigwa risasi kando ya barabara ya Ngong huko jijini Nairobi. Ila mtazamaji, kwanza kabisa tungependa tuweze kukushukuru hapo unayezidi kutupa support kwa YouTube channel yetu kwa kusubscribe, like, comment na kushare kwa video zetu. Naam, mtazamaji, ripoti iliyoweza kutolewa hivi sasa ni kuhusiana na tukio sawia ama ripoti sawia iliyotolewa hapo mbeleni ya kwamba walioweza kuhusika katika mauaji ya mbunge wa Kasipul Mheshimiwa Charles Ong'ondo Were waliweza kuwa ni washukiwa wawili waliokuwa katika pikipiki, huku mmoja kumimina risasi zaidi ya 6 katika tukio ambalo liliweza kutokea mida ya saa 1:30 usiku. Na hatua hii imeweza kuwekwa ni hatua ya kikatili, na tukio hili liliweza kutokea katika barabara ya chumba cha maiti cha City, wakati gari lake aina ya Toyota Crown nyeupe liloweza kusimama kwenye taa, huku waliokuwa katika pikipiki kuchukua nafasi hiyo kwa kutekeleza kitendo hicho cha kinyama. Ila huduma ya kitaifa ya polisi NPS na ukurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI wanazidi kuendelea kutangaza kupata haki, na pia uchunguzi wa IPOA, mamlaka huru ya kusimamia polisi IPOA, imeweza kuthibitisha uchunguzi wa haraka utaweza kukamilika, kwani hivi sasa imeweza kuwa tisho kwa wabunge wengine katika taifa hili la Kenya kutokana na tukio la kikatili lililoweza kumkumba mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were.